wa alihi wasallam. Qasim ni miongoni mwa watoto wake. Lau anna mra'an, lau kama mtu ittala'a, atachungulia alaika, kwako wewe. Lau anna mra'an, lau kwamba mtu ittala'a alaika, atakuchungulia, atakutazama wewe nyumbani kwako, bighairi idhnin, basi na idhini, kaje mwenyewe dirishani huko akataka apige chago, akuone huko ndani unafanya nini, sawa sawa, itakuwa ni dirishani, mlangoni, juu ya dari, kokote. Akaja lengo lake ni kukuchungulia. Fahadhaftahu bihasatin, ukamrushia jiwe, ukamrushia jiwe. Fafaqa'ta ainahu, ukalipofoa jicho lake. Lam yakun alayka junahun, hautakuwa na dhambi, hautakuwa na dhambi. Kaja alikuja, na mara nyingi watu hao washenzi wanakuja usiku. Sasa sijataka aone unafanya na mkeo. Sasa huyu amekuja, ukambaini, hapa kuna mgeni hapa. Sasa ngoja, ukatumia tageti zako mwenyewe za kikomando, ukambaini, pop, jicho likaondoka. Wanatumia vijiti. Huyu hajakuja kuiba, huyu si mwizi, huyu kaja kupiga chabo, anataka aone yaliyoko ndani huko. Huyu ustazi vipi huyu? Sawa, acha wezi anakuja yeye lakini anataka zake simu, pesa na nini. Sasa huyu ustazi huyu au huyu mwalimu huyu hataki simu wala pesa. Huyu al-akhi anataka kuona yaliyoko ndani huko. Labda anataka muone ustazi akiwa na msuli huko ndani. Sasa akachungulia dirishani au sehemu yote, ukahisi kuna mtu, ukamrushia jiwe, likampata, likampofoa jicho. Lam yakun alayka junah, hutakuwa na dhambi wewe, utakuwa na dhambi. Wa fi lafdhi li Ahmad wa an-Nasa'i, na katika tamshi lingine la hadithi kuja katika njia ya Imam Ahmad na Nasa'i wa sahahu ibn Hibban, na amesaisha pia ibn Hibban, fala diyata lahu wala qisas, hana dia huyo wala kisasi. Kwa maana mimi nikamatwa sasa na yote tunakupofoa, hamna hiyo. Au nilipe sijinga 110 sijui ngapi, hamna hiyo. Sawa, hamna kulipana. Wewe alikutuma uje uchungulie kwangu nani? Ulikuwa unataka nini kwako hapa? Sawa, hayo lam yakun alayka junahun, hana dhambi. Kwa hiyo chabo haifai, chabo haifai, na katika tabia mbaya hizi. Sasa hizi nyumba zetu za Uswahilini hizi mtihani kweli kweli. Sawa, hayo kuna faida zimetajwa hapa nyingi katika hii hadithi. Al-Allama al-Bassam rahimahullah kaongea vitu vingi sana, mpaka masala ya ujenzi wa nyumba, kwamba wale wahusika, sijui mnawahitaji, wanahitaji wale wahusika wa upangiliaji wa miji, mitaa na nini, wanahitaji mipango miji, ndio hivyo watu wa mipango miji. Kwamba ndio wawe makini katika upangiliaji wao wa zile ramani zao na maelekezo kwa raia namna kujenga nyumba. Sio nyumba zinajengwa au ujengaji ambao nikiwa dirishani kwangu ndani, yani nikiwa chumbani kwangu napoona kwa mwingine. Mta nyumba zimeshikana hivi, hamna mpaka. Yani baina ya hii na hii hakuna njia. Nyumba dirisha. Sasa ya huko inakuwa ya huko, ya huko inakuwa ya huko.
namna gani? Au kaashiria pia kwamba nyumba tanzim al-umran, nyumba zijengwe kwa saizi moja, si hapa kuna nyumba fupi, hapa kuna nyumba ndefu. Huyu wa nyumba ndefu anapiga chabo katika nyumba fupi, huyu akiwa ndani kwake anaona yasiyomuhusu katika nyumba ile iliyo chini. Hii namna gani? Ameashiria pia Sheikh rahimahullah ta'ala kwamba nyumba zijengwe bi an yakuna bina'ul mantiqa ala simtin wahidin fil irtifa', ujenzi wa mji, yale majengo yajengwe katika usawa mmoja wa kimo cha kunyanyuka. Sinaelewa Sheikh? Kosha ndako jenge fence pale kwako, ndako jenge fence kubwa inayokuzuia wewe na nyumba yako sio nyumba za watu, sababu nyumba yako ndefu, sawa? Kwa sababu wewe ukiwa ndani kwako gorofani, huyu ambaye nyumba yake ni ya chini, wewe unamuona tu, uone kwa ni kule wapi kule, uone kwao, labda wanawake wamekaa kule wampunguza nguo zao, unawaona wewe uko juu, unawazoom, tunasema vijana unawazoom wale. Sasa hii inakuwa sio kabisa. Sawa Mzee Muhammad, shauri yako. Kajenge fence refu Mungu sana gorofa lako. Haya bwana. Haya. Anasema katika faida za hadithi kwamba tahrimu an-nadhar ila buyuti an-nas, kuharamisha kutazama katika nyumba za watu, sawaun kana min makanin alim, sawa itakuwa ni kutokea sehemu ya juu, yani mtu anayetazama yupo katika sehemu iliyoinuka, kalmanara, kama vile mnarani. Kaenda kuna mtu yeye kazi yake ni kupiga chabu. Sasa ile chabu yake ameendelea katika upigaji wa chabu kiasi ambacho mpaka amebuni kupanda juu ya mnara ile watazame watu katika nyumba zao. Awil baiti al-mushrif, au katika nyumba iliyoinuka, nyumba imepanda, anaenda katika ile nyumba anapanda zake kule, hana lengo lake lolote, yani kule anakwenda kupanda hana lengo lingine lolote isipokuwa ni kuchungulia nyumba za watu, wanakuima na mfano wake. Au kana min khilal al-bab, au ikawa ni katika upande wa mlangoni, labda kuna kijinyufa pale mlangoni, peleka jicho pale, sawa. Kuna sehemu wale mafundi wale kwenye kujenga walibakia na kiufa pale kwenye mlango. Sasa huyu wala akhi huyu anaenda kuweka jicho pale, anataka kuona ile yuko ndani huko. Huyo kimtofoa na spoko pale haina shida, sawa. Qala au nawafidh aljudur, au katika dirisha za kuta, dirishani humu, dirishani. famin ayi tariqin, kutokana njia yote ile ambayo atakayotumia kutazama katika nyumba za watu, huwa muharram, jambo la haram, la yajuz, haifai. Liannahu ittila'un ala awrati an-nas, ni kutazama uchi za watu, wanisa'u khas, na wanawake pia kwa maalum, haifai kuona wanawake za watu, wa kashfu ahwali, na kuzifunua hali zao, kujua hali zao za siri. Wa hadha i'tida'un muharram, na huu ni uadui ulioharamishwa, la yajuz, haufai. Nafahamiana ayo? Sasa mtu kwa nini ufike huku? Mtu kwa nini ufike huku, ila hali mtume kashamaliza, ya ma'ashara ash-shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Tabia kama hizi wakati mwingine zinapelekewa na matamanio, yani mtu matamanio yamemjaa, alafu hana pa kwenda kuyatoa. Sasa anajikuta na vitabia vya ajabu. Kuna watu wengine wana maradhi msokoni, wakipita wanawake wanawagusagusa katika miili yao, maana kamshika huku, yapo. Yani haya maneno ukiambia hivi kama jambo haliwezekani, lakini huko sokoni yapo na yanatokea. Sasa hizi tabia za ajabu, hizi tabia mbaya, wewe ukihisi kwamba
hali tete, ili ustiriki. Wazi? Ayo, kuliko ni kuiporomosha heshima yako kwa kufanya uovu huu. Qala amma idha hasala al-idhn bid-dukhul, ama ikitokezea idhini ya kuingia nyumbani kwa mtu, au bin-nadhar, au ya kutazama, min makanin ali, kutokea katika sehemu ya juu, anil manzil, kutazama nyumba fulani, fawaqa'at aynul ajnabi, yakaangukia macho ya yule mtu wa kando aliyekaribishwa na kuidhinishwa, ala ma la yahil, katika kile kisichokuwa halali ya kutazama, fala junaha alayhi, hakuna dhambi kwake. Unaweza kuwa ni fundi umeme, fundi maji, fundi bomba na aina zingine za ufundi, ukaletwa nyumbani kwa mtu, umeidhinishwa na mwenyewe yupo, mathalan mwenye nyumba, njoo fundi pita, sawa. Mara ile pita, unaingia, mara pazee kafunuka, kuna mwanamke kule hajavaa stara, ukamuona, sawa, wewe una dhambi hapo. Una nini? Una dhambi kwa sababu wewe hujakusudia, imetokezea, umeingia hapo, pazee subhanallah ikafunikwa, ndio ushaona hivyo, siri yako, sawa. Fanya kama hujaona vile, bahati mbaya, haina shida. Au umeidhinishwa, umeingia, wale wahusika wenyewe wako ovyo ovyo, sawa. Sasa wewe una dhambi hapa, wewe una dhambi. Na watu wajitahidi katika familia zao kuzipa utaratibu na kuzilea katika malezi ya dini. Kuna bwana mmoja huyo alimkaribisha ustadhi kwake. Sasa ule utaratibu wa nyumbani, binti yake kila anaingia anamshika mkono na kumbusu. So mtoto kivo, binti ameshainukia. Sasa yeye baba hajamueleza, hajamfundisha vizuri kama bana, hii ni mimi tu. Sasa binti yake kila mtu anampa mkono. Fika ndani huko, ahali yake hajavaa stara. Sasa hii haitakiwi. Alafu mtu kajipamba na kadha, hii haitakiwi. Takiwa kuzilea familia zetu katika malezi ya dini, kwamba mkeo utakapokuja na mtu mwingine asiyehusika, ajnabi, avae stara, na kama hakuna ulazima wa yeye kuja asije. Sisi hatuna zile habari za magharibi huko, sawa. Ni kama hakuna ulazima wa yeye mke wako kuja pale kwa wale wageni, asije, bakie huko ndani kwake alipo. Sababu asili ya wanawake ni kufichwa, sawa. Kama kuna haja basi aje akiwa amevaa stara kamili, kae hapo, sawa. Na sasa kuna wale wengine anataka atambe kwa wenzake, bwana mimi mke wangu ndio hivyo chombo, sema piskali, wewe mafulani njoo. Tuna wengine anza kumgombeza kija mvaa vizuri stara, atakaje mvaa nguo fulani hivi ambazo wale jamaa zake wakimtazama sasa, si jamaa yetu kapata kweli, mtoto mzuri, hadha la yajuz. Sasa uzuri wa mkeo na wahusu nini? Uzuri wa mkeo unawahusu nini? Na watu wengine bwana hana wivu kabisa, rafiki yangu, hana wivu. Yaani mke wako wewe unataka watu wamuone, ili wakishamuona wagundue nini? Tabia hizi si tabia zetu Waislamu, sawa. قال
Hadha taadibu alislami kullu, hizi adabu za Kiislamu zote hizi kuwepo hivi, muhafadhatan ala hurriyati al-insani al-mubahati fi baitihi, ni ili yani kuhifadhi na kuchunga uhuru wa mtu wenye kufaa nyumbani kwake. Fa inna al-insana yatabadhal wa yatabassat, hakika mtu anajiachia akiwa kwake, si ndio? Mtu akiwa kwake anajiachia, anza akawa yuko ndani kwa sababu na bukta tu, bukta na kijivesti fulani singlet, yani kiufupi anapunguza nguo, kwa nguo za kinyumbani nyumbani. Wayakunu fi halatin la yurghab au la yarghab an yatali alayhi ahad wa huwa fiha, na anakuwa mtu katika hali ambayo hapendi kuonekana katika hali hiyo. Mara nyingi mtu nyumbani anakuwa hivi, umezoea kumuona huko msikitini kapiga kanzu, kapiga kofia, kilemba, ustadhi safi, lakini nyumbani mtu hao hivyo. Nyumbani mtu anapunguza nguo zake, ana pensi lake inaishia magotini huko au juu, na ana vesti yake ya juu safi, yuko na mama watoto, hapendi kuonekana katika hali hiyo. Faidha arada mu'tadi an yakshifa halahu bidun idhni, atakapotaka sawi muhalifu huyu kuijua hali yake huyo bwana pasi na idhini yake katika mazingira ya nyumbani, fajazauhu rad'uhu bima yanasibuhu, malipo yake ni kumzuia kwa kile kitakachoendana naye, kama vile kumrushia jiwe, akitofoka jicho shauri yake aache upigaji wa chabu. Qala wa an al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu annahu qala, ndio maana ni sunna kuzima taa usiku kabla ya kulala, kuzima taa ili uondoke patupu wapiga chabo. Anakuja kupiga chabo, taa imezimwa, hamna kitu mzee, kila akichungulia hamna kinachoonekana, giza, watu na koroma, utasikia sauti, haone kitu sawa. Lakini wewe kila taa inawaka, shauri yako, ukipiga sarakasi huku akina Abdallah anaonekana sawa. Hayo kwa kuna faida kuzima taa sawa, kuna faida kuzima taa kabla ya kulala, kama ambavyo pia tunapaswa kuzima moto kabla ya kulala, kufunika vyombo kabla ya kulala. Wazi, vitu muhimu sana nyumbani. Na wakati mwingine tuwasaidie wake zetu, wanachoka muda mwingine, akishachoka ashapika, ashafua, ashafanyaje, ashajipodoa, hata vyombo anasahau. Mwenyewe ukishafika mwenye nyumba yako, pita huko kabla ya kulala. Na hivi ndivyo inavyokuwa mwanaume kabla ya kulala, huwa ana vitu vyake pale nyumbani pale, kuzunguruka kidogo nyuma ya nyumba na nini, angalia usalama. Anacheka ustadi. Muhimu sana hiyo, unazunguruka, lakini pia jambia lisiwe mbali sawa, ili ikitokea chochote usiku usianze kulitafuta, wema fulani niliyoko wapi, ashasikia mwenyewe huko anakimbia. Jambia linakuwa karibu ustadi, unakaje bila jambia bwana sawa. Chochote kinakuwa karibu, hata nyundo inakuwa karibu, ili ikitokea la kutokea unakuwa uko vizuri. Vibaka wamekuwa wengi sana, si ndio? Unapita kabla ya kulala, unaangalia mazingira, na kagua milango na mageti. Wewe unakuwa wa mwisho, sio wa mwisho anakuwa mkeo kuingia ndani. Shewe vipi? Wewe ndio unakuwa wa mwisho, ushafanya dolia yako huko, ushakinai, hapa ngome yangu iko salama, naenda kulala. Tena ulalaji wenyewe wa kiume ni ulalaji wa kiafande wa kijidajida, ushaamka. Nakumbuka siku moja mzee wetu, mzee mashaallah muhifadhi, tulikuwa tumelala sote tunakoroma sawa, fofofo. Kuna mtu akaja, alivyokuja
akawa sehemu kama zile pale kwenye mlango kwa juu pako wazi, kaingiza mkono pale anatafuta komeo iko wapi. Sasa mzee, nyumba ilikuwa ni ya nyasi, nyumba ilikuwa ni ya nyasi. Unajua zamani huko mikoani huko mpaka mjini huko watu wanapaua nyumba kwa nyasi, si ndio? Sasa kile kitendo cha yule al-akhi aliyekuja pale kushikashika pale mlango pale juu, nyasi zile, nitafuta upenyo kupitisha mkono atafute komeo, na udogo ile sauti. Unajua nyasi sio kama bati, bati lina sauti kubwa, nyasi zinakuwa zina sauti sana, usikii sana. Lakini mzee akamsikia, alipomsikia akaamka taratibu. Alikuwa unajua wazee kipindi hicho alikuwa nyumba ikosi tochi. Ni sasa hivi habari za smartphone, tochi hamna tena. Sawa, akaamka na tochi lake, akasogea mpaka mlangoni pale chini ya kizingiti. Sema hapa niko saizi yake. Kichobaki hapa ni kumkamata. Bila shaka mkono uko hapa. Hajawasha tochi. Sema hapa ni pap pap tap tap. Hapa mkono upo hapa. Akawasha. Pop. Tochi linawaka, mkono wao shaukamata. Alipokamata akabadilisha, akaushikia na mkono huu mkono wake huu akautumia kama silaha kupiga ule mkono wa yule mhalifu. Alimpiga kiasi ambacho yule bwana alipiga kelele mpaka zikaisha, akawa hapigi tena kelele wala afurukuti tena, shatulia. Mara amejitahidi kuminyana kuvuta mkono utoe mpaka ikashindikana, akaupiga. Mzee anasema ule mkono mpaka ukawa laini, unabonye hivi, afa akamwacha. Alipomwacha asikia vishindo, anakimbia. Baada ya siku 2-3, kumbe ni mwanafunzi wake bwana, alikuja kumtesti master. Mzee wangu ni master bwana, mtu wa karate. Sasa ubishi wa wanafunzi, unajua wanafunzi wabishi sana. Wakati katika mjadala hivi, ubishi ana elimu kweli au? Sikia, ngoja kuna swali tulitengeneze hapo, bonge la swali tumpelekee, tuone ataweza atashindwa. Wanamtestishe. Sasa wale wakajichanganya, wote iko ni shehe kama wajui, sasa sijui tu jambo linaishi. Sasa wale mjikorogo na mtesti master. Bana yule bana master yule anajua hii fani yake, utaumia bana. Hamna, mimi simwamini bana, uje hapa usikie hizi hamna kitu hizi. Nitakuwa sawa familia, yani tuone kwamba atapigana bana. Wewe angalia, usijaribu bana. Mimi nitaenda tu. Haya, akaenda. Sasa siku ya 3 kaja dojo. Unajua? Dojo. Kaja dojo. Akavaa muogo. Mkono kaushikilia kubebelea. Sasa master anamuuliza, "Senpai vipi? Namna gani?" Najua master bana ajali. Ajali. Okay. Mzee akamcheki. Mbona kama ndo yule huyo. Ila akazuga mwenye. Baada ya siku chache akamjia, master bana, samahani sana bana. Unajua ubishi wa wanafunzi huu utakuja kutuumiza siku nyingine. Akawa amebainisha bana, ilikuwa hivi, tukabishana na hivi na hivi na hivi. Sawa. Kwa mambo kama haya ni mambo ya hatari jamani, sawa? Sasa mtu kaingia katika madhara, kaumia kwa sababu ya ubishi wa kijinga. Naam, قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. Mtume kahukumu kwamba kuhifadhi mashamba na kuyachunga mchana ni jukumu la watu wake, wamiliki wake. Wa anna hifdha almashiyati billayl ala ahliha, na kama kuwahifadhi wanyama na kuwachunga wakati wa usiku ni jukumu la watu wake.
wamiliki wake. Wa anna ala ahli almashiyati ma asabat mashiyatuhum, na kwamba ni wajibu kwa wale wafugaji, wamiliki wa wanyama, kulipa kile kitakachoharibiwa na wanyama wao billail, wakati wa usiku. Qada Rasulullah, alihukumu mtume wa Allah, anna hifdha alhawaiti, kwamba kuhifadhi mashamba mazao, binnahari, wakati wa mchana, ala ahliha, ni jukumu la wakulima. Wakulima kwenye mashamba wao ndio wana jukumu la kuchunga mashamba yao wakati wa mchana. Wa anna hifdha almashiyati, na kwamba kuhifadhi wanyama billail, wakati wa usiku, ala ahliha, ni jukumu la wafugaji, wamiliki wa wanyama, wadhibiti wanyama wao wakati wa usiku. Wa anna ala ahli almashiyati, na kwamba ni jukumu na ni wajibu juu ya wafugaji, wamiliki wa wanyama, kulipa kile ambacho au yale ambayo asabat mashiyatuhum, kitakuwa kimeharibiwa na wanyama wao. Wameenda wamekula mashamba ya watu, mazao ya watu huko mashambani, wakati wa usiku atalipa. Rawahu Ahmad wal arba'a illa Tirmidhi wa sahahu Ibn Hibban fi isnadi ikhtilaf, lakini hadithu ni sahih makbul. Kwa mtume kamaliza ugomvi hapa na kamaliza mzozo. Wakulima wawe makini na mazao yao wakati gani? Wakati wa mchana, sababu si ndio wako shambani, wachunge mashamba yao, mazao yao. Kitokezea wanyama wakaingia shambani mchana, hamna dhamana, kwa sababu mchana ni wakati wa nyinyi wakulima kuchunga mazao yenu. Kitokezea mbuzi za mtu zimeingia shambani kwao, kwa ulipwi, sababu umezembea mwenyewe uchungaji wa shamba lako. Na hawa wafugaji wawadhibiti wanyama wao wakati wa usiku. Kwa sisi wakulima, mashamba yetu usiku hatujui kinachoendelea. Wanyama wako wakienda, tukiwakamata usiku, utalipa vyote vilivyoharibika. Sisi tukalinde mashamba usiku namna gani? Tunalinda mchana, usiku hatulindi. Kwa hiyo wakulima watalinda mazao yao mchana, usiku watakuwa huru, watapumzika, wataenda kulala. Wafugaji watawachunga na kuwadhibiti wanyama wao wakati wa usiku. Ama mchana nao wanza kuwaachia wakaenda kutafuta riziki, tembea zao huko. Mzozo mfanyaje hapo? Mzozo umeisha. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Muadh bin Jabal radiyallahu anhu fi rajulin aslama thumma tahawwada, kutoka kwa Muadh bin Jabal katika kumzungumzia mtu ambaye aslama, ni qissa, aliyesilimu, thumma tahawwada, kisha akawa Myahudi. Alisilimu akawa Muislamu, kisha baada ya kuwa Muislamu akaritadi akawa Myahudi. Qala, anasema Muadh, qala yani Muadh akasema Muadh, la ajlis, sikai mimi, hatta yuqtala, mpaka uwawe wewe, sikai mpaka auawe. Nakaje na mtu hivi, sawa, nakaje na mtu hivi. Ni kisa hiki kimetajwa, anna nabiy sallallahu ba'atha Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu amilan ala al-Yaman. Mtume alimwagiza Abu Musa al-Ash'ari aende katika mji wa Yemen, sawa. Kadhalika akamfuatisha baada yake Muadh bin Jabal, naye akamwagiza. Ndani ya hadithi yake mmeisoma, innaka ta'ti qauman ahla kitab, wewe unawaendea watu ambao ni watu wa kitabu, falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu la ilaha illa Allah, mpaka mwisho wa hadithi. Falamma qadima alayhi Muadh, pindi Muadh alipoenda kwa nani? Kwa Abu Musa huko Yaman. Qala lahu Abu Musa, Abu Musa akasema kumwambia Muadh, inzil, shuka, teremka katika kipando chake. Wa alqa lahu wisada, na akamrushia mto, ule mto kwa ajili ya kukaa na kuegemea, sawa. Fa idha rajulun indahu mawthiq, qala Muadh ma hadha, qala hadha kana yahudiyan thumma aslam thumma raja dinahu dina sayyi. Abu Musa akamueleza Muadh bin Jabal kadhia ya huyu bwana, kwamba huyu bwana huyu amesilimu kisha akarejea katika dini yake mbaya aliyokuwa nayo huko, dini ya Kiyahudi.
Faqala Muadh inda dhalik, Muadh akasema alivyoambiwa hivyo, la ajlis hatta yuqtal, sikai mpaka uwawe. Sikaritadi, sikai mpaka uwawe. Kama hauawi sikai. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amekaribishwa na Abu Musa, sio? Amekaribishwa akae, anashakiwa mpaka mto ili akae. Akagoma, sikai mpaka uwawe. Kwa nini? Li'annahu murtaddu, karitadi, kafara ba'da islami, amekufuru baada ya uislamu wake. Sasa nakaa vipi na mtu kafiri alirtadi? Auliwe kwanza. واضح. وفي رواية لأبي داود لا أنزل عن دابتي حتى يقتل. Na katika riwaya ya Abi Daud akasema Muadh, la anzilu, siteremki mimi katika kipando changu, la anzilu an dabati, siteremki katika kipando changu, hatta yuqtal, mpaka auawe. Faqutila, akauawa. Qutila murtaddan, kauliwa kwa kule kurtadi kwake. Nafahamiana. قال عن ابن عباس رضي الله عنه، لا ركع متفق عليه البخاري ومسلم، في رجل أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى يقتل، سكاي mpaka uwawe huyo. قضاء الله ورسوله، hii ni hukumu ya Allah na mtume wake. فأمر به فقتل، akatoa amri ya huyo bwana akauliwa. وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك، na alikuwa ameshalinganiwa toba kabla ya hapo. Aliambiwa atubie, bana wewe rejea katika dini yako, tubia, usifanye hivyo. Lakini dhahir hakukubali, akabaki na msimamo wake wa kutahawad kuwa Yahudi. Fakutila murtaddan, akauawa akiwa murtad. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنسمتم صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه، أتكبديل دنياك مويني. رواه البخاري. من بدل دينه أي دينه الإسلام، atakayebadili dini yake ya Kiislamu, sio dini nyingine. Akitoka dini nyingine akawa Muislamu hauawi. Wazi? Ama kuacha Uislamu baada ya kuwa ni Muislamu akaenda katika dini nyingine, hukumu yake ni kuuawa. Man badala dinahu faqtuluhu, atakayebadili dini yake ya Kiislamu huyo muweni, atakayeritaji. Ndio maana akasema rahimahullah ta'ala huko nyuma, babu qital aljani wal murtad. Mlango unazungumzia qital aljani, kumpiga mualifu, wa qatlil murtad, na kumuua aliyeritaji, lakini kumuua huku si sheria mkononi. Kama mtu karitaji leo, tulikuwa na msikitini, kesho huyo kanisani, wewe ukaondoka na kisu chako cha kukatia tomate ukamchoma, la, au na manati yako ukachukua jiwe bonge la tofali piga kichwani, sio hivyo, si sheria mkononi. Jambo linaenda kwa utaratibu. Wazi? Kwanza iwe katika dola ya Kiislamu, na hilo litasimamiwa na mtawala wa Uislamu, si kila mtu. Nafahamiana? Aywa, naam. Qala wa an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna a'ma kanat lahu walad, kutoka Abdullah ibn Abbas, Allah mridhie, na baba yake mzee Abbas, anna a'ma, hakika kipofu mmoja, kanat lahu walad, alikuwa na walad. Mnamjua walad? Walad ni mtumwa wa kike, mjakazi ambaye kazaa na bwana wake, yule mmiliki wake amezaa naye. Kama nafahamu kwamba inajuzu mtu kumwingilia mtumwa wake. Sasa akawa amemwingilia, akampa mimba, akajifungua, akawa ni walad. Sasa kanat lahu waladin tashtumu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa taqa'u fi, huyu kipofu huyu alikuwa na mjakazi aliyezaa naye akimtukana mtume. Huyo mjakazi huyo aliyezaa naye alikuwa na tabia mbaya, anamtukana mtume na kumvunjia heshima, taqa'u fi, na msema mbaya.
Fayanhaha, huyu bwana wake huyu akawa akimkataza, usayidi wake akawa akimkataza. Fala tantahi, hakataziki huyu bibi. Falamma kana dhata lailatin, pindi ilipokuwa usiku mmoja, akhadha al-mighwal, akachukua mighwal ni fimbo. Mighwal ni fimbo, zikawa kwa maana ya kisu pia. Mighwal ni aina katika silaha, sawa, silaha. Anasema asa fihi sinan daqiq, ni fimbo yenye ncha nyembamba, unaweza kumchoma nayo mtu, sawa. Na imeelezwa kalima hii al-mighwal kwa maana nyingine isiyokuwa hii. Almuhim ni silaha ambayo unaweza kuitumia hata kumuua mtu, sawa. Akachukua mighwal bwana, faja'alahu fi batniha, akamchoma tumboni, yani akaiweka tumboni kwake, akaiweka tumboni kwa yule mwanamke, ile mjakazi. Wataka alaiha, akamwegemea, akawa amemuua. Faqatalaha, akamuua. Fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, likamfikia hilo mtume. Faqala, mtume akasema, ala ishhadu anna damaha hadarun, shuhudieni ya kuwa damu yake imeenda patupu. Hadarun, imeenda patupu. La qisasa wala dia, hakuna kisasi wala dia. Kwa hii ndiyo hukumu yani mtokana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hajawahi kuachwa na mtokana mtume. Hata kama tusipompiga sisi, atapigwa tu. Unaelewa? Yule bwana yule aliyemfanyia ufedhuli mtume, akamvunjia heshima na kadha, alifia choni baada ya siku chache tu huko Ufaransa. Wazi? Hajawahi kusalimika aliyemtukana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wewe fanya mengine Sheikh, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hautosalimika. Rawahu Abu Dawud wa ruwatuhu thiqat. Qala rahimahullahu ta'ala, huyu Walad hakuwa Muislamu kama alivyosema hapa Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, kwamba hakuwa ni Muislamu, na ndiyo maana alipata ujasiri huo wa kumtukana mtume na kumvunjia heshima. Muislamu aweze kufanya hivyo, Muislamu aweze kufanya hivyo. Hadithi hizi tatu ambazo tumezisoma mwisho hapa, anasema al-Allama al-Bassam rahimahullah, al-ahadithu thalatha, hadithi tatu hizi za mwisho, tadullu ala wujubi qatl al-murtad an din al-Islam, zajulisha juu ya uwajibu wa kumuua aliyertadi kunako dini ya Kiislamu. Wa qatl al-murtad ijma'u ahli al-ilm, na kumuua aliyertadi ni kwa makubaliano ya wanachuoni wote. Wazi? Ay, kwa hiyo man yartaddu an dinihi yuqtal, mwenye kurtadi katika dini yake, huyo hukumu ya Allah na mtume wake ni kumuua. Wazi? Ayo, tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe katika dini yetu na tuthibitishe katika haki, sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu na Waislamu wote kwa ujumla, ila yaumi nalqah, mpaka siku tutakapokutana naye. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Inshallah ta'ala katika darasa ijayo, wiki ijayo, tutaanza kitabu cha 10 katika Bulughul Maram, kitabul hudud, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Naam, wataka alaiha, akamwegemea baada ya kumwekea silaha hiyo. Qala rahimahullah, alhadith athalith, hadithi ya tatu katika mlango. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu